Asante sana viongozi wetu wa dini, shehe wetu wa mkoa Mzee Hassan Kabeke, Baba Askofu Salekwa huko hapa, viongozi wangu wote wa dini, nimeona Baba Askofu Bundala, lakini nimeona mashehe wangu wote wa kata, wilaya, nimeona viongozi wenzangu wa vyama vya siasa akiwa Zuena, lakini nimewaona viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama akiwepo hapa kwa niaba nafikiri ya RPC, lakini tunaye mgeni rasmi mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, kwa niaba yake yuko ndugu yangu hapa, mheshimiwa wetu, karibu sana wilaya Nyamagana. Ndugu zangu wote ambao tumekusanyika hapa, makundi mbalimbali, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Peter Bega, ni mwenyekiti wa CCM wilaya Nyamagana, lakini kwa niaba ya mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mwanza Mzee Michael Lushinge Masanja almaarufu Smart, na yeye alitakiwa kuwepo hapa kwa mwaliko wa viongozi wetu wa dini. Sasa pale bungeni kuna bajeti inaendelea ya Wizara ya TAMISEMI, na Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa imempendeza kuwaalika viongozi wote wa chama, wakiwemo wenye viti wa CCM wa mkoa yote Tanzania nzima, na makatibu na waneki wote wako Dodoma, wanaendelea na wasilishaji wa bajeti ya Wizara ya TAMISEMI. Kwa hiyo na wao wamealikwa kule. Kwa hiyo mwenyekiti wa mkoa amempendeza pia kusema kwamba sababu nilikuwa na mwaliko wa wilaya kama mmoja wa viongozi wa vyama vya siasa, lakini mwenyekiti wa mkoa akasema basi na mimi salamu zangu utazitoa hapo hapo. Ndugu zangu, mimi nipende kuwapongeza sana viongozi wetu wa dini kwa kazi kubwa na nzuri mnaoifanya ya kuendelea kuwaweka Watanzania pamoja. Kazi mnayoifanya inaweza isionekane kwa macho kwa baadhi ya watu ambao hawapendi kuona, lakini ni dhahiri tosha kwamba taifa lolote lililoendelea duniani lazima kwanza wamtangulize Mungu mbele, na pale viongozi wa dini wanaposhikamana na kuwa kitu kimoja, ndipo taifa linapokuwa imara zaidi na kuendelea kufanya kazi zake na maendeleo yataonekana. Lakini tunapofika katika mataifa mbalimbali ambayo yameteteleka kwenye misingi ya dini, basi unakuta taifa hayo mara nyingi hayana ustawi wa kitaifa. Unakuta machafuko yameendelea, na sisi ni mashahidi. Kwa hapa Afrika tumeona Kongo imekuwepo kwa muda mrefu kwamba machafuko yanaendelea. Tumeshuhudia pale Rwanda mwaka 94 machafuko makubwa yalitokea, wananchi kwa wananchi wakachinjana, lakini tunaona maeneo mbalimbali ukiwepo Burkina Faso, Nigeria, maeneo mbalimbali unaona kabisa kwamba utulivu wa nchi zao umeshindikana, watu wameshindwa kuvumiliana. Na hilo linakwenda moja kwa moja mpaka kuvunja amani na kuchinjana. Lakini wanaochinjana sio watu wengine, ni watu wa jamii ile ile, ni watu wanaofahamiana na ni watu ambao wanajuana. Lakini kwa maslahi binafsi mtu anasema hapana, bora tukachinjane, bora tukamwage damu. Na mambo haya yameendelea kwa muda mwingi. Tumeona pale Libya, nchi ilikuwa imeimarika, nchi iko salama, watu wanafanya kazi zao, na ilikuwa ni moja ya nchi tajiri Afrika, lakini wamechinjana, wameuana, na sasa hivi nchi ya Libya imeisha. Hakuna kinachoendelea pale. Sasa ndugu zangu, Tanzania tumekuwa ni nchi ya kipekee sana. Kuanzia mwaka 1961 hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wenzake wote waliokuwa wakipigania uhuru wa nchi hii, na baada ya kupata uhuru huo basi walianza kuiunganisha Tanzania kwa misingi ya kidini, kwa misingi ya ukabila na kwa misingi ya ukanda, kwamba sasa tutengeneze taifa moja linaloitwa Tanzania au kipindi hicho Tanganyika. Watu wenye lugha mbalimbali, wenye makabila mbalimbali, wenye tunu mbalimbali, wenye ukanda tofauti wakae pamoja na kuzungumza lugha moja itakayowaunganisha ili taifa hili liweze kujengwa. Na kazi hiyo ilifanikiwa. Baba wa taifa makabila 121 na wenzake waliunganisha. Viongozi wetu wa dini waliungana na baba wa taifa. Hakuna kiongozi wa dini alibaki katika kuunganisha nchi yetu. Wote walikuwepo pamoja. Baba wa taifa aliwaunganisha viongozi wa dini, aliwaunganisha machifu, aliwaunganisha watu wa kabila mbalimbali kuhakikisha kwamba tunapata umoja wa kitaifa wa taifa moja huru linaloitwa Tanganyika. Lakini mwaka 64 baba wa taifa na mzee hayati Karume
wakasema hapana, tunayo haja ya kuziunganisha nchi zetu mbili na tuunde nchi moja. Huo ni umoja ambao wazee wetu walikuwa wanautengeneza. Na ndipo hapo Tanganyika na Zanzibar zikaungana na tukapata taifa moja linaloitwa Tanzania mwaka 64. Sasa Tanzania ilipoundwa mwaka 64 ndio hii Tanzania ambayo tuko nayo leo. Tanzania ni muunganyiko wa nchi mbili, Zanzibar na Tanganyika. Tulipoipata Tanzania tukasema sasa tunaiunga nchi yetu kuwa nchi moja. Na tangia hapo tukaanza viongozi wote wakaanza kushirikiana na mpaka leo Tanzania imedumu kwa muda huu wote. Sasa maendeleo katika kila serikali yamekuwa yakihimizwa utu wa watu, rasilimali za watu, lakini kikubwa zaidi ni umoja wa kitaifa. Tanzania yawezekana tunaiona sasa kwa sababu watu wanasema unajua Tanzania haijaendelea kama nchi zingine. Tanzania uchumi wake haufananishwi na nchi zingine. Tanzania yawezekana hatufanyi vizuri kuliko wengine, lakini sisi tuna umoja wa kitaifa. Umoja wa kitaifa ni jambo kubwa sana kwenye maisha. Umoja wa kitaifa ndio kimbilio la watu wote. Kila mmoja anatafuta umoja wa kitaifa na ukosa. Majirani zetu hapo Kenya mmeona umoja wa kitaifa unawasumbua. Mkienda Uganda umoja wa kitaifa unawasumbua. Ukienda nchi zingine zote umoja wa kitaifa unawasumbua, lakini Tanzania kwa awamu zote 6, kwa marais wote waliopita, viongozi wote waliopita wameendelea kuiunganisha Tanzania kuwa moja. Sasa sisi watu wa vyama vya siasa kuna chokochoko nyingi. Na nyinyi viongozi wa dini mnazifahamu. Kuna mmoja anakuja kwa kusema kwamba sisi bwana ni Wakristo na wale ni Waislamu. Sisi bwana ni wa kanda wa kaskazini, wale ni wa kanda ya ziwa. Sisi bwana ni wa Zanzibari, hawa ni wa Tanganyika. Ndugu zanguni, hatuwezi kurudi tulikotoka. Tumewaona wenzetu wamevurugana na kuvunja amani kwa sababu ya mambo hayo ya mgawanyiko. Na baba wa taifa aliwahi kutuasa kwamba mtu yoyote anayekuja kwa misingi ya kutugawanya, mtu huyo tumuogope kama ukoma. Na mimi rai yangu kwa viongozi wa dini, endeleeni kuonya pale mnapoona kuna watu wanataka kuligawa taifa hili kwa misingi ya ukanda, misingi ya kidini au misingi ya Uzanzibari na Utanganyika. Watu hao tuwakemee kwa nguvu zetu zote, kwa sababu hata neno Tanganyika sisi hatukulitengeneza, liletwa na wazungu. Kwani nani anajua Tanganyika maana yake ni nini? Lakini leo nani anajua labda Zanzibar ilikuwa maana yake ni nini? Sasa leo tuna taifa moja linaitwa Tanzania. Kwa nini tusiwe proud na jina letu Tanzania ambalo tumelitengeneza sisi wenyewe? Kwa hiyo mimi niwaombe ndugu zangu, mengi yamezungumzwa kuhusu viongozi wetu, lakini kipekee nimpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi kila siku huwa nasema na najifunza sana kutoka kwa viongozi wangu wa chama, wa serikali pamoja na wa dini. Uongozi hautaki wewe. Uongozi hauwezi ukautaka wewe kwamba mimi lazima niwe kiongozi wenu. Uongozi wanataka watu wakupe wewe, ambapo kiongozi wote unatoka kwa Mungu. Sasa leo Daktari Samia Suluhu Hassan, kila siku nawauliza wenzangu, unapopambana na mtu ambaye hajaomba nafasi ile, ni Mungu amemweka pale. Kwa sababu hakuwahi kuomba nafasi ya urais. Hajawahi kuomba nafasi ya urais. Tumekwenda mwaka 2015 uchaguzi mkuu, kila mmoja Tanzania nzima tunamuimba Lowassa, tunamuimba Mzee Membe, tunamuimba Mzee John Makamba, tunamuimba kila mtu. Hatukusikia popote kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan naye amejitokeza anasema mimi nautaka urais. Hapana. Lakini Daktari John Pombe Magufuli, chama kilipompa ridhaa mwaka 2015, akasema sasa kwa sababu makamu wa rais lazima atoke Zanzibar, mimi kwa mara ya kwanza nitamchagua dada yangu Samia Suluhu Hassan awe makamu wa kwanza wa rais mwanamke. Ndipo safari yake ilipoanzia. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan kwa muda mrefu amekuwa kiongozi mkubwa ndani ya chama. Amekuwa mjumbe wa kamati kuu, amekuwa mjumbe wa neki, amekuwa mjumbe wa mkutano mkuu, amekuwa mjumbe wa kamati ya siasa alikotoka, amekitumikia chama na serikali. Amekuwa waziri wa makamu wa rais muungano, amekuwa waziri wa sehemu mbalimbali, amekuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba. Nafasi zote hizo ni nafasi za kuteuliwa. Huombi, unateuliwa. Sasa leo amefika 2015,
Daktari John Pombe Magufuli akasema kwamba dada yangu Samia Suluhu Hassan anisaidie nafasi ya makamu wa rais. Amekwenda na kaka yake John Pombe Magufuli urais 2015 mpaka 2020, uchaguzi tena mkuu kafanyika, wakashinda tena wote, lakini kila binadamu lazima ataonja mauti, ndivyo vitabu vya dini vinavyotueleza. Kwamba Daktari John Pombe Magufuli akafariki, na sasa kwa mujibu wa katiba Daktari Samia Suluhu Hassan ikapaswa aapishwe ili aweze kuliongoza taifa letu. Amekuwa rais na mpaka sasa ni rais, amefanya kazi kubwa ya kuendeleza mapambano ya uchumi ndani ya nchi yetu. Lakini kipindi anachukua nchi, watu walianza maneno, huyu ni mwanamke, hatuwezi kuongozwa na mwanamke, sisi wengine hamna, kabila letu halisemi, dini yetu haisemi. Ndugu zangu, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inasema serikali haina dini, serikali haina kabila, kiongozi wa serikali anatoka kundi lolote kwa jinsia yoyote. Kwa hiyo ndipo mama yetu akaanza kufanya kazi. Lakini wengine wakachongeza, miradi imeanzishwa na Daktari John Pombe Magufuli haitakamilika, yote ni chokochoko tu. Leo ndugu zangu viongozi wa dini, tunashuhudia soko kuu hapa mjini kati limekamilika. Na Zuena ndio machinga namba 1, alikuwa analipigia kelele kweli soko lile likamilike, na soko limekamilika na wamachinga wamepangwa, na hata vurugu ya kupangwa ilipokuwa inatokea, mheshimiwa mkuu wa mkoa anampongeza sana. Aliwaita machinga, wamekaa pamoja, na sasa nafikiri utaratibu unaendelea vizuri, na hivi karibuni wataingia kwenye soko kubwa lililojengwa zaidi ya bilioni 22. Wamekuja wamesema daraja la Magufuli halitakamilika. Nataka niwaambie ndugu zangu viongozi wa dini, ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa. Mwezi wa 5 Waziri Ulega amesema daraja la Kigongo Busisi litafunguliwa zaidi ya bilioni 700. Lakini wakasema SGR haitakamilika. Ndugu zangu viongozi wa dini, nyinyi nafikiri ni mashahidi. Kutoka Dar es Salaam na Dodoma imekamilika, na sasa alikuwepo hapa mkurugenzi mkuu wa Reli Tanzania ndugu yetu Kadogosa amesema kwamba kutoka Isaka mpaka Mwanza 60% imeshakamilika. Na tuna imani kwamba na yenyewe itafanyaje? Itakamilika. Uwanja wa ndege, hatujawahi kuona uwanja wa kimataifa wa ndege Mwanza. Running way imeshakamilika kilomita 3.1. Lakini bado jengo la abiria Daktari Samia Suluhu Hassan ameshatoa fedha, na mkienda pale airport mtakuta mabati yameshazungushwa. Uwanja jengo la abiria kubwa linajengwa kuhakikisha kwamba uwanja wa ndege wa kimataifa Mwanza unafunguliwa. Barabara ya Igoma kwenda Rwanima kupitia Kishiri Igoma imekuwa ni kero kubwa kwa watu wanaoishi kule. Barabara ile ilianzishwa na mzee Mkapa kwamba itajengwa. Ikaja mzee Kikwete akasema itajengwa. Ikaja mzee Magufuli akasema itajengwa. Leo Daktari Samia Suluhu Hassan amesema ijengwe, na mpaka sasa hivi ndugu viongozi wa dini, nataka niwahakikishie kwamba barabara ile iko 96%. Almost 86. No, 86. 86%. Na hata hivi tarehe 26 tutakuwa na ugeni mkubwa sana wa kumpokea kiongozi wetu mkuu ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Kassim Majaliwa kuja kuangalia kasi ya ujenzi wa barabara hii. Na yawezekana kuja kwake ikaenda haraka, na nia yetu kabla hatujafika uchaguzi mkuu hiyo imekamilika. Barabara ya kutoka Mkuyuni kwenda kupitia Mahina mpaka pale Mwatex, na yenyewe tayari fedha zimeshatoka kutengeneza kilomita 5, iko kilomita karibia 9, lakini kilomita 5 fedha imeshatoka. Sasa tulikuwa tuna kero moja pale Mabatini, tulikuwa tuna kero moja pale Mkuyuni. Mvua inaponyesha barabara hazipitiki, barabara zinakuwa zina msongamano, mawe yanaanguka. Fedha zimeshatoka viongozi wetu wa dini za kujenga barabara 2, lakini kwa sasa wameanza na yale madaraja la Mabatini pamoja na la Mkuyuni, kwamba pale watatengeneza matuta ambayo yatapitisha gari 2 zinazokuja mjini na gari 2 zinazokwenda Mkolani au hizi zinazokwenda Kisesa. Kwa hiyo tuipe muda serikali. Najua hiyo ndio adha ambayo sasa hivi inatupata sana, kwamba tunakuja sema kwa nini hatufiki mapema, hii serikali wamebomoa, na wengine wanasema mle kwamba si tuliwaambia hawatafanya. Mnaona sasa. Kwa kweli ndugu zangu, nataka kuambia kwamba barabara zile zitajengwa kwa wakati, na Mwenyezi Mungu akitubariki kwamba tutazimaliza kwa wakati, na mambo Mwanza mjini yataendelea kushamili. Sasa yanayofuata ni utekelezaji wa ilani ya mwaka 2025-2030. Ndugu zangu viongozi wa dini,
naomba sana muendelee kutuunga mkono Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni chama ambacho mlikiasisi nyinyi, ni chama ambacho tumeendelea kufanya nacho kazi, lakini ni chama ambacho ndicho kikisema kinatenda. Daktari Samia Suluhu Hassan ni mwanamama shupavu, ni mwanamama mahiri, anayewapenda Watanzania kwa dhati na yuko tayari kuwatumikia. Na ndio maana hata chama chetu tulipopima utendaji kazi wake, tumempitisha kuwa mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi mwaka huu.